Watuhumiwa hao wamekutwa na makosa hayo ikiwemo stempu za kugushi ya bidhaa, kukwepa kodi na kusababisha hasara serikalini, ambapo wakili wa serikali hapa anaeleza zaidi. Leo katika mahakama ya hakimu mkazi hapa Singida kulikuwa kuna kesi ya hujumu uchumi inayowakabili watuhumiwa wawili ambao ni wakurugenzi wa kampuni ya Polaris Beverage Tanzania Limited. Watuhumiwa hawa ni ndugu Raja Sakal Baravaneni pamoja na mtuhumiwa mwingine anaitwa kwa majina ya Elisha Nicodemus Munuo. Jumla wanatuhumiwa kwa jumla ya makosa matatu. Kosa la kwanza ni kukutwa na bidhaa zenye stampu za kugushi kinyume na kanuni ya 36, kanuni ndogo ya kwanza L ya kanuni ya kodi za stamp za kielektronic ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2024. Kwa kosa hili watuhumiwa hawa walikutwa na jumla ya boksi 1221 za kinywaji au pombe inayofahamika kwa jina la London Gold zikiwa kwenye gari aina ya Fuso yenye namba za usajili T303 ADL. Ni makosa gani hayo? Wakili wa serikali anatueleza. Kosa la pili ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 95 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya usimamizi wa kodi marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili watuhumiwa hao walikwepa kodi ya jumla ya kiasi cha shilingi milioni 36 na pointi kutokana na boksi hizo 1221 ambazo zilikuwa na jumla ya chupa 36,630 za kinywaji aina ya London Gold. Kosa la tatu ilikuwa ni kusababisha hasara kwa serikali kutokana na kiasi hicho cha kodi cha shilingi ya milioni 36. Kwa upande wa meneja wa TRA mkoa wa Singida amesema ya kuwa TRA wanahusika katika kusimamia mapato. Sisi kama TRA kama ni wasimamizi wa sheria za kodi tunahusika kwa maana ya kwamba sisi kama mamlaka ya mapato ni wasimamizi wa sheria za kodi. Wafanyabiashara wa aina hii ambao wanajishughulisha na biashara za ujanja za kukwepa kodi ni wasiwaache, kwani kama mamlaka ya mapato tumejipanga kuhakikisha tunawakabili, ikiwemo kuwabaini na kuwachukulia hatua kali, ikiwemo kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kama ambavyo tumefanya. Kwa upande wa meneja wa idara ya upelelezi wa kodi kanda ya kati ametuambia namna walivyobaini uhalifu huo. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 tuliwatuma vijana kwa ajili ya kufanya kazi. Tukiwa katika kufanya kazi zetu za kawaida za kila siku za upelelezi, walifika Singida maeneo ya njia panda, wakaweza kukutana na Fuso ambao ile Fuso walipoikagua walikuta ina vinywaji na ilikuwa na boksi 1421. Katika kukagua box 1221 zilikuwa zimewekwa ndani, ambazo zile zilikuwa na stamp ambazo zimegushiwa, na boksi 20 ziliwekwa mwanzoni kama udanganyifu kuonyesha kwamba ule mzigo wote ulikuwa na stamp halali.